Modama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora. Mashamu Wolfgang Pisa, Askofu wa Lindi na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mashamu sana Renatus Mkwande, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Mwanza. Mashamu Prosper Limo, Askofu wa Jimbo Jipya la Bariadi. Mashamu Liberatus Sangu, Askofu wa Jimbo la Shinyanga. Mheshimiwa Anna Mringi Macha, Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, na mgeni wetu wa heshima. Washamu maaskofu wakuu na maaskofu wote mliopo. Mapadri, wakuu wa mashirika ya kitawa na watawa wengine, mashemasi na waseminari, waheshimiwa viongozi wa serikali na wageni, wapendwa waamini katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ametuwezesha kukusanyika katika tukio hili la kupendeza, tukiwa tumejawa na furaha, kushuhudia na kushiriki katika kusimikwa kwa Mashamu Prosper Limo, aliyekuwa askofu msaidizi kwa Jimbo Kuu la Arusha, kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bariadi, lililoundwa na Papa Leo wa 14 mnamo Januari 8, 2026, likimegwe kutoka jimbo la Shinyanga. Tunaadhimisha kwa furaha kubwa sherehe hii ya kusisimua na yenye mvuto iliyoandaliwa kwa ushirikiano na jimbo la Shinyanga, ambalo litakumbukwa daima mkubwa wa jimbo Bariadi. Ningependa kumshukuru Mashamu Liberatus Sangu, askofu wa jimbo la Shinyanga, si tu kwa kukubali na kuhimiza mwendelezo wa mpango wa uundaji wa jimbo hili, bali pia ametoa sehemu ya mamlaka yake ya kiaskofu kwa ajili ya uundaji wa mamlaka hii mpya. Asante sana. Tukio hili na ishara ya ukaji wa kanisa katika nchi hii nzuri, kwani leo tunasimama katika jimbo Katoliki la 37, lianzia na parokia 19. Niruhusu nitoe kwa niaba yangu na kanisa Katoliki lote baraka njema kwa jimbo hii na kwako, Askofu Limo, nikikutakia mafanikio katika kuanzisha utume huu mpya. Hongera. Mashamu Prosper Limo, kuweka msingi wa jimbo jipya si kazi rahisi. Inahitaji uvumbuzi, ubunifu, upangaji wa mipango endelevu na ya kimkakati katika kuweka miundombinu inayohitajika. Kwa neema na imani katika Bwana utafanikiwa. Nabii Yeremia anaandika, heri mtu anayemtumainia Bwana, ambaye tumaini lake liko kwake. Papa Leo wa 14 ameona ndani yako uwezo huu na amekukabidhi mpango huu muhimu. Mungu akuongoze unapoanza sura mpya
ya kanisa hili mahalia, ukiunda na kusimika mifumo ya kikanisa kimwili na kiroho, ukishirikiana na watu wa Mungu. Kwa hivyo uwe hodari na jasiri, usiogope, kwa maana Bwana Mungu wetu atakuwa pamoja nawe, kama Nabii Yoshua alivyotathmini. Tunaomba upendo, umoja na uaminifu viwe miongoni mwa kanuni zitakazo kuongoza. Kama mchungaji mkuu wa mwalimu, tunakuombea uwe mfano ambao watu waliokabidhiwa kwako wanaweza kupata neema ya Mungu na kufurahia lishe ya kiroho inayotokana na mafundisho, utakaso na uongozi uliokabidhiwa, kwa kuzingatia mfano wa Kristo ambaye ni mchungaji mwenye rehema, upendo na huruma. Mashamu Askofu, niliposoma kauli mbiu yako ya uaskofu, nilivutiwa kuona namna ulivyounganisha imani yako ambayo ilikupeleka katika huduma ya kipadri na ya kiaskofu kila mahali ulipoishi, hadi katika eneo hili lenye mvuto la Simiyu kwa kichungaji, inayolenga kushiriki uwepo wa Mwokozi wetu katika Ekaristi Takatifu kama jukumu lako kuu linaloongeza maarifa na utii wetu kwa mapenzi ya Mungu. Prex Servitium Pax, sala, huduma na amani. Huu ndio mpango wako wa misha na wa utume, na pia kwa namna ya pekee unapoanza sasa hapa Bariadi. Maisha ya kina ya sala na pia kuwa na uhusiano mwema na Mungu utufanya tugundue kwamba kiini cha imani yetu ni kuwa kama Yesu, ambaye kwa mfano wake katika maisha yake, hadi kuosha miguu ya mitume na dhabihu kuu msalabani, anatualika tuhudumiane. Ni aina hii ya huduma iliyojikita katika kiini cha ubinadamu wetu, na si mtazamo unaohusiana na ajenda zilizofichwa, unaotuongoza kwenye amani ya kweli, amani ambayo kila mtu anatamani, amani ambayo ubinadamu uhahitaji. Nina uhakika kwamba kwa kufuata mfumo huu, watu wa Mungu katika eneo hili la nchi watanufaika na utaratibu huu katika kuishi imani yao. Hii inaendana na kile tunachosoma katika waraka wa kwanza wa Mtakatifu Yohane, kile kilichokuwako tangu mwanzo, tulichosikia, tulichokiona kwa macho yetu, tulichokitazama na kukigusa kwa mikono yetu, kinahusu neno la uzima, kwa maana uzima ulionekana, tumeuona na kushuhudia na
kuwahubiria, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Utume wako mpya na uonyeshe kauli mbiu yako. Kama ilivyo katika sherehe zingine kubwa na za furaha nilizoshiriki, ninafurahi kutambua mchango mkubwa wa serikali ya Tanzania kwa mshikamano na ushirikiano na Kanisa Katoliki. Ninatambua ushiriki mwingi wa baadhi ya wawakilishi wa serikali pia katika tukio hili, kuanzia na Mheshimiwa Anna Mringi Macha, mgeni wetu rasmi. Uhusiano huu unaonyesha ushirikiano endelevu kati ya kanisa na serikali kwa ajili ya wema na ustawi wa watu, hasa katika kutetea upendo, haki, amani na maridhiano. Na waalika mapadri, watawa na waamini wote kushirikiana na askofu wenu mpya katika kuweka misingi imara kwa ajili ya jimbo hili jipya. Juhudi hii nzito itarahisishwa na utayari wenu na nia ya kufanya kazi pamoja kama timu chini ya uongozi mahiri wa Askofu Limo, ambaye kwa mara nyingine tena sote tunamtakia huduma yenye baraka katika eneo hili zuri. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Tumsifu Yesu Kristo.